Ameaga dunia baada ya kujaribu kumwokoa mjukuu wake. Alikuwa anajaribu kujitia kitanzi kwa kujirusha ndani ya mto. Wakazi sasa wanaomba serikali kuingilia kati kutafuta mwili wa mpendwa wao. Fatma Suleiman na mengi zaidi. Hali ya huzuni na mshangao imetanda katika kijiji cha Mwea, Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu baada ya kitendo cha ushujaa kugeuka kwa mauti. Mzee Samson Kimani kwa ujasiri wake amekutana na mauti yake katika maji ya mto Kariminu akijaribu kumwokoa mjukuu wake Kariuki ambaye anadaiwa kuwa alikusudia kujiua mtoni. Kuna mambo ilitupata kwa maana kuna mmoja wetu ametuacha, ni kama hakuwa na mwili mzuri juu tayari yeye mwenyewe ndio alienda kujirusha kwa mto mwenye alikuwa anashirikishwa. Kwa mjibu wa Stanley Runo aliyekuwa akifanya kazi pamoja na Kimani kwenye shamba jirani, maji ya mto Kariminu yalikuwa yamefurika sana kutokana na mvua kubwa ya hivi karibuni, na hivyo kufanya jaribio la uokoaji kukawa hatari mno. Kijana aliingia kwa maji na sasa babu yake aliona kijana atabebwa na maji. Vile mnaona maji ni mingi kwa sasa juu ya mvua. Na hapo walionekana wote wakiwa kwa mto wakijaribu kuokoana, sasa wakiwa ndani ya maji. Inadaiwa kuwa Kariuki baadaye alionekana akiogelea kuelekea usalama wake na kuchukua hifadhi juu ya mti kando ya mto usiku mzima. Hata hivyo, baadaye polisi wa Karibaribi walimpata na kumkamata kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Ingawa saa hii ule alikuwa anasaidiwa alipatikana leo juu ya miti akiwa amekaa. Mpaka sasa jitihada za kupata mwili wa Kimani bado zinaendelea, huku wakazi wakijitahidi kuchunguza kingo za mto wakikabiliwa na changamoto kubwa ikiwemo uhaba wa wapiga mbizi pamoja na miamba mikubwa iliyoanguka na kufanya operesheni kuwa ngumu zaidi. Wakazi wanaomba serikali ya kaunti ya Kiambu kuingilia kati kwa haraka ili kutuma vikosi vya uokoaji wa kitaalam kusaidia katika juhudi za kutafuta mwili wa mzee Kimani. Ikuja itusaidie ndio atolewe. Miza kazi zetu zote, hata ng'ombe hatujakamua, hatujatoa majani ya ng'ombe, sasa tuko tu hapa kwa mto. Nayo bodi